Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Nichukue nafasi hii tena kukukaribisha katika mfululizo wa masomo yetu haya ambao tunaendelea nayo juu ya ishara ya siku za mwisho ambazo hazizungumzwi, ama kwa lugha nyingine, hekima kuhusu siku za mwisho. Kama nilivyosema hapo awali ya kwamba kufahamu majira ni moja ya hatua muhimu sana katika kuelekea kutafuta ukombozi ama wokovu kwenye maisha ya mwanadamu. Pale tunapojua majira, inaturahisishia kujua nini cha kufanya na nini tukiache na nini tukifanye. Kwa hiyo leo tutaendelea kuchambua zaidi kuhusiana na ishara hizi ambazo zimekuwa zizungumzwi na zina maana kubwa sana katika maisha ya mwanadamu au mtu yeyote yule ambaye ameamua kumwamini Yesu Kristo na kutamani kufikia hatima iliyo njema. Na leo tutaangalia kutoka kitabu cha Petro pili, sura ya pili, kuanzia mstari wa kwanza na wa pili. Tutaangalia hasa kuhusiana na manabii wa uongo na walimu wa uongo. Je, katika nyakati za mwisho tutarajie nini na tutafahamu vipi kama tuko katika nyakati za mwisho? Maandiko yanasema ya kwamba lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba nyakati za kale kulikuwa kuna manabii wa uongo. Fuatilia vizuri katika Biblia utakuta kwamba kipindi cha Elia kulikuwa kuna manabii wa uongo takriban 450 ambao maandiko yanatuambia kwamba walikuwa wakipinga Elia. Lakini pia sasa tuko katika nyakati hizi za mwisho. Je, tutarajie manabii wa uongo wengi ama sivyo? Maandiko hapa yanatufundisha ya kwamba moja ya dalili za siku za mwisho ni kwamba katika kizazi chetu hichi kutakuwa na walimu wa uongo wengi ambao wanasema kwa werevu wataingiza uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana. Anasema pia wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukana. Kwa tuko kwenye majira ambayo walimu wa uongo ni wengi kuliko manabii. Na katika hizi huduma mbili ya walimu na manabii, ndio vitu ambavyo tunataka tuviangalie katika hizo nazo. Ni wazi ya kwamba nabii ni mtu ambaye atazungumza kwa habari ya kesho ya mtu, mambo ambayo yatakwenda kutokea, na ni afadhali zaidi hasa kama mtu atakupa tu nabii na ukatokea ama usipotokea. Lakini hatari ni mbaya sana pale ambapo tutakuwa na walimu wa uongo wengi. Maana maandiko yanasema hawa wanafundisha kwa werevu uzushi, mambo ambayo kwa njia hiyo njia ya kweli kutoka. Unaweza ukatafakari pia ukaona na baadhi ya watu ambao hawana majina kama ambavyo tunafahamu kwamba wanajiita manabii au wanajiita mitume, lakini huenda pia wana majina tu ya kawaida ambayo kwa lugha nyingine yanaonyesha labda huduma yao ni. Lakini sasa ukija kwenye habari ya yale mafundisho halisi ya neno la Mungu katika nyakati tulizo nazo, nyakati za mwisho, mafundisho halisi ya neno la Mungu yatageuzwa kwa uelevu na kwa uzushi, ili kuweza kugeuza mioyo ya watu, kuwafanya watu waweze kutoijua kweli. Lakini pia tunaona madhara yake ni makubwa mno kwa jamii na kwa kanisa. Maana katika njia ambazo tunatamani kwenda kufikisha Injili, itakuwa ni ngumu sana kufikisha Injili kwa sababu tayari kuna uzushi ulishatangulia, kuna werevu ambao ulishatangulia, ambao unaifanya njia ya kweli ionekane si. Watu watasema mchungaji ni matapeli, watu watasema mtumishi ni utapeli, kwa sababu kuna watu ambao walishatangulia kwa werevu wakawafundisha watu
alafu wakaitengeneza kwa njia isiyofaa. Jamii ikabadilisha mtazamo juu ya imani, na wanadamu pia wakabadilisha mtazamo juu ya utumishi kwa sababu ya watu ambao waliingiza uerevu tofauti na neno la Mungu kwenye mioyo ya watu. Kwa hiyo ikiwa tunatamani kuendelea kuona Mungu akihusika na maisha yetu, basi hatulazimu kuwa makini na mafundisho ambayo tunayasikiliza, ambayo tunayasoma, ambayo pia tunayasikia. Maana mafundisho ndio hasa msingi wa imani ya Kristo. Mafundisho ambayo ni potofu yatakuingiza katika uharibifu, yatakufundisha mambo ambayo yatakuingiza katika uharibifu, lakini fundisho la kweli litakujenga, litakuimarisha. Mungu akubariki sana.